tukija kwa upande wa form ambako ndiko shughuli nyingi zitakuwa zinafanyika. Hapa tunaweza tukaona kwamba form inapatikana hapa kama ambavyo unaona. Tukirudi hapa kwenye dashboard, then next yake ni form, na kwenye form kuna form kubwa 4. Okay, anasema chagua form, kwa maana gusa kadi kuingia haraka kwenye form. Tuna mauzo, manunuzi, kama tunavyoona hapa kuna mauzo, kuna manunuzi hapa, kuna madeni ya huduma, lakini pia kuna matumizi yako hapa. Sasa tukisema mauzo, tayari unaelewa kwamba hapa ndipo unapofanya shughuli zako za kuuza bidhaa, lakini pia manunuzi ni sehemu ambayo utafanya shughuli zako za kununua bidhaa, na madeni ya huduma ni sehemu ya kunakili ama kuandika huduma mbalimbali ambazo utakuwa unazitoa kwa mteja wako, lakini pia matumizi ni eneo ambalo utakuwa unafanya kurekodi matumizi yote ambayo unakuwa unafanya katika biashara yako. Okay, uko na upande wa form. Kwa hiyo ukibonyeza mauzo, huu ndio muonekano wake, na tutafanya mazoezi zaidi kwa ajili ya kuweza kujifunza vile ambavyo hapo. Unaweza ukafanya back au ukabonyeza hichi kialama hapa juu, kwa maana ukibonyeza hii itakurudisha pia hapa. Ukisema manunuzi, huu ni muonekano wa manunuzi kama ambavyo unauona. Alafu pia madeni, hii ni muonekano wa fomu ya madeni vile ambavyo inaonekana. Lakini pia kwa upande wa matumizi, huu ni muonekano wa fomu ya matumizi, na kazi zake pia tutaziona kwa kadiri muda unaenda tukijifunza. Eneo jingine muhimu ni ripoti. Okay, ripoti kwa maana ya kwamba ukitaka kuangalia muktasari wa biashara yako, ama unataka kuangalia mauzo yakoje, kuna uchaguzi wa baina tarehe 2, kwa mfano kutangu tarehe fulani mpaka tarehe fulani. Labda tuseme unataka uangalie mauzo ya mwezi mmoja, kwa hiyo unaingiza tangu tarehe 1 mwezi wa 3 mpaka tarehe labda 30 mwezi wa 3, kuangalia ndani ya huo mwezi umefanya mauzo ya kiasi gani. Hiyo ni baina ya tarehe 2. Lakini kama unataka kuangalia tu mauzo kwa siku moja, tuseme tarehe ya leo, unachagua hivyo, ukasema okay, itakwambia filter ambayo itakayofanywa hapa ni ya kutafuta mauzo ya tarehe 1 tu, specific date. Okay, na ukibonyeza tengeneza ripoti, kama ripoti ipo itakwambia. Kwa hapa anasema hakuna data kwa sababu hakuna bado ripoti ya mauzo, hatujaanza kufanya mauzo. Okay, the same kwa upande wa manunuzi, the same kwa upande wa matumizi, lakini pia kwa upande wa madeni ya huduma na store iliyopo. Store kwa maana ya stock. Okay, sawa. Hapo ni kwa upande wa report. Tutaona pia nguvu yake iliko baada ya kuweka baadhi ya data. Kwa sasa hivi tukiangalia stock kwa mfano, tutagundua kwamba hatuna kitu chochote cha kuonesha. Hakuna chochote cha kuonesha, kwa maana rekodi ni 0, jumla quantity ni 0, vyote ni 0. Kwa nini? Kwa sababu hakuna chochote cha kuonyesha bado. Okay.